Huu ni mchezo wa fainali ya Samia na Mwinyi Netball Cup 2025. Mgeni rasmi akiwa ni Ali Bananga ambaye ni katibu wa siasa na uenezi mkoa wa Dar es Salaam. Lakini pia zawadi upande kwa mshindi wa kwanza ni shilingi milioni 5, mshindi wa pili ni shilingi milioni 3, mshindi wa tatu shilingi milioni 1.5 kwa maana milioni 1.5, huku mshindi wa 4 ni shilingi milioni 1. Lakini pia nakukumbusha waandaaji wa michuano hii ya Samia na Netball Cup ndio wale waliandaa michuano ya Samia 2025 jijini Dar es Salaam, lakini Dr. Samia na Dr. Mwinyi Cup 2025 visiwani Zanzibar, na ndio wadhamini wa michuano ya vyuo vikuu kwa mwaka huu. Lakini leo ndio wanaotupa burudani hii ya Samia na Mwinyi Netball Cup. Si wengine ni taasisi ya Twende pamoja na Mama Sport, taasisi ya Twende pamoja na Mama ambayo inaongozwa na mkurugenzi wake Mohamed Haji. Yeye ndiye mkurugenzi wa taasisi hii. Lakini pia niko na mkufunzi ambaye yeye ni mwalimu wa mchezo huu wa netball. Tulikuwa tunajaribu kuangalia tofauti wa mchezo wa netball na football. Nimemuuliza hapa swali, pindi timu inapofungwa, mfano tuangalie sasa kati ya Magereza na JKT Mbweni, mpaka sasa matokeo yakoje? Mpaka sasa ni matokeo ya 34 kwa 23. Kwa maana nani ambaye anaongoza? Anaongoza JKT 34, 23 Magereza. Sawa, tumeshuhudia tunaona kwenye michezo mingine kama football, huwa pindi timu inapokuwa imezidiwa kiwanjani unaweza kuona upande mmoja kwa maana ya wachezaji huwa kuna zile hasira, kama unaweza kuona ile huyu kamsukuma mpaka mwenzake, labda mtu akapewa red card, mtu akapewa kadi nyekundu, mtu akapewa kadi ya njano kwa maana ya onyo. Unamwona kabisa mchezaji amepanic na anagombana. Hili linatokea kwenye netball? Linatokea kutokana na wachezaji wanapokuwa mchezoni ni wanatumia energy. Kama wanatumia energy, kwa hiyo panic za game ni za kawaida, lakini wakati mwingine lazima tutumie spirit ya mchezo. Sawa, huyu ni mwalimu wa mchezo huu wa netball ambaye tuko naye hapa. Yeye anajaribu kutupa uzoefu wake na kututofautishia, lakini pia tulikuwa tunataka kujua kwa faida utofauti mkubwa sana wa netball na mpira wa kikapu ni nini? Utofauti mkubwa wa netball na mpira wa kikapu ambayo ni basket. Basket. Yes, sisi kwenye netball tuna landing foot na stepping foot. Kwenye basket tunatembea na ball, lakini sisi lazima ukidaka na lazima ustop ili mradi uanze kutoa pass. Ni tukio gani ambalo labda linaweza likaashiria? Kwanza kuna offside kwenye netball? Yes, kuna offside kwenye netball, na toka nilipokuambia hapo awali tuna vipengele vitatu kwenye uwanja wetu. Kuna goal side, center side na goal side. Kwa hiyo GK ambaye ni goalkeeper atakiwi kwenda kwenye eneo la center side, na GD ambaye ni goal defender atakiwi kwenda kwenye eneo la goal side kwenye koti ya 3. Mpira huu wa netball unakuwa na walinzi wangapi kiasilia? Kwenye mpira wa netball kuna walinzi 3. Kuna goalkeeper, wing defense na goal defender. Mfano lile tukio ambalo linafanyika pale, lilikuwa linafanyika ni tukio gani? Lile tukio lilofanyika pale ni tukio ambalo goalkeeper amefanya obstruction. Obstruction ni kitu ambacho umemzuia mchezaji ambaye amefika kwenye namba 1 na namba 2 na namba 3, ambayo goalkeeper utakiwi kuzuia hapo kwenye hayo maeneo. Na kikawaida kwa timu zote mbili, kila timu inatakiwa kuwa na wachezaji wangapi uwanjani? Kila kwenye timu inatakiwa wachezaji 7, first 7 team, ambayo ni goalkeeper, goal defense, wing defense na center middle court na wing attack, goal attack na goal shooter. Na sasa mfano kama hili tukio ambalo tunalitazama hapa na kamera anatusaidia hapa kutuonyesha hili tukio, ni tukio gani hili? Hilo tukio ni la offside. Wing defense wa JKT
wing defense wa JKT amefanya offside kwenda kwenye side ya ushambuliaji wa Magereza, na ndio maana mwamuzi amepiga offside. Sawa, nijaribu kuuliza mfano ile tukio kamera atatusaidia kutuonyesha. Hilo tukio hapo lilikuwa ni tukio gani? Hilo tukio hapo limekuwa ni la contact. Ni ambayo ni goal defender amemcontact goal attack, na goal attack amemwachia goal shooter ili mradi ascore goal. Kwa maana ni round ya mwisho? Yes, round ya mwisho, kota ya mwisho ambayo ni sawa. Nataka kamera tuangalizie hapo hilo tukio linalotokea hapo na utatutafsiria hilo tukio hilo. Yes. Tukio, mtu atatazama ataona mpira, yes, umechukuliwa, unaachwa, unatiwa kwenye kikapu, goli linafungwa. Ile maana yake nini? Maana yake ni kwamba defense ime lose safu ya ushambuliaji ambayo ni goal shooter na goal attack wamewini mchezo na wamewini mpira, na ndio maana wamepata kuscore. Tulizungumzia kwamba kila timu itatakiwa kuwa na wachezaji 7. Yes, wachezaji 7 hao ukiwagawanya kwenye football tunajua kuna wachezaji 11. Hapo kuna goalkeeper, kuna fullbacks wa kulia na kushoto, kuna mabeki wale wawili wa kati kwa maana namba 4 na namba 5, lakini huwa kuna viungo pale katikati, viungo wawili. Hizo tegemea mwalimu anachezaji, lakini kuna mawinga, kuna mshambuliaji wa kati, lakini kuna yule anayecheza nyumba ya mshambuliaji kama namba 10. Kwenye netball hawa wachezaji 7 kwa kila timu wanahesabikaje na wanagawanyika vipi? Kwenye netball hawa wachezaji 7 wanagawanyika kwenye mfumo wa uchezaji ambayo ni goalkeeper atabaki kama goalkeeper ambayo ni safu ya ulinzi ya mwisho. Goal defender yeye ni mlishaji wa wing attack na goal attack. Center ambayo ni middle court, kwenye football tunaizungumzia ni namba 8. Center middle court. Wing attack ni wings ya pembeni ambayo inaenda kushambulia kwenye goal shooter na goal attack, ambao tukizungumzia kwenye upande wa football ni namba 9 na namba 8. Kuna wings zao za pembeni ambazo zinawalisha mpira ya mwisho. Tumeshuhudia michezo mingine kama vile football, basketball na michezo mingine ya kuogelea na nini, huwa kuna ushawishi, watu wanashawishiwa sana wafike viwanjani, hususan football. Huwa kuna zile hamasa za kwamba unaambiwa twende ukaone burudani. Kwenye netball burudani gani mtazamaji anaipata? Kwenye netball burudani ipo kama unavyoona ndugu mtangazaji. Burudani, watu wametikia mwitikio, watu wengi wamefika kwenye hitimisho la mwisho la Twende na Mama Samia promotion, sports promotion. Kama leo ulivyoona watu wameitika. Sawa, sasa nazungumzia mtu atakwambia kwa nini kaangalie netball, labda burudani gani nitaipata? Kwa sababu kwenye football mtu anaona ambavyo unaona labda striker mshambuliaji ana shoot, na kuna mchezaji ambaye anakuwa ni mchezaji machachari au matata kwa kweli. Unakuta pale kuna winga, kuna eneo la kiungo. Kwenye football unaambiwa eneo la kiungo limekufa kabisa kwa hii timu, ndio sababu wanaruhusa na magoli. Hiyo ikoje kwenye upande wa netball? Upande wa netball pia kuna burudani nzuri kama unavyoona. Kuna ambao watu wanacheza vizuri, goal shooter ana score, mipira ikifika kama hivyo unavyoona ndugu mtangazaji na kameramani anachukua vizuri, mpira ukifika unafungwa kwa wakati, na hizo ndo burudani zenyewe ambazo zinazotakiwa. Na ndio maana wingi huu watu wamekuja kuangalia burudani ya netball. Kwenye football huwa kuna ile kawaida kwenye football huwa kuna ile kawaida, ukifungwa mpira unapelekwa kati, kwa maana kwamba wewe uliyefungwa unakwenda kuanza katikati. Ikoje kwenye netball? Kwenye netball pia uliyefungwa tunahesabia center pass. Inaweza center pass yako ikafungwa na ukawa center pass yako imefungwa ikawa center ya opponent, kwa hiyo opponent ataanza mpira ambao umefungwa. Kuna utofauti kidogo. Kuna utofauti? Yes. Sawa, kwa kukumbusha ni kwamba mchezo huu siku ya leo ni kilele hiki cha mashindano haya ya Samia na Dr. Mwinyi Netball Cup 2025, lakini waandaaji wa mashindano haya
ambao ni taasisi ya Twende Pamoja na Mama Sports Promotion, ambayo taasisi hii iko chini ya mkurugenzi wake Mohamed Haji, ambaye pia ndiye mkurugenzi wa taasisi niseme ndiye mkurugenzi wa Makunduchi Villa Motel ambayo iko Kigamboni, ambapo ukifika pale utajipatia huduma zote bora na za kisasa. Huduma zote bora na za kisasa Makunduchi Villa pale Motel, kwa maana kwamba kama unahitaji sehemu nzuri ya kulala, chakula bora na cha kisasa, swimming pool kwa maana eneo la kuogelea, lakini ziko sehemu nzuri za kuogelea na burudani tofauti. Tumeona mgeni rasmi kwenye mchezo huu leo ni katibu mwenezi wa siasa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Ali Bananga, lakini pia nimemwona mtangazaji Zembwela yuko hapa. Vile vile nimemwona mtu kama nimemwona Hassan Kazo ambaye ni mchekeshaji ama mwigizaji upande wa comedy, lakini pia nimemwona mwigizaji mmoja anaitwa Baga Mteme. Kama nitakuwa sijakosea, nimemwona Baga Mteme, kama ndo sijakosea ni Baga Mteme nimemwona hapa. Watu wamehudhuria wengi. Mshindi wa kwanza ni atajinyakulia kitita cha shilingi milioni 5. Mshindi wa pili ni kitita cha shilingi milioni 3. Mshindi wa tatu milioni 1.5. Mshindi wa 4 ni shilingi milioni 1. Lakini pia taasisi hii ya Twende Pamoja na Mama Sport Promotion ambayo iko chini ya mkurugenzi wake Mohamed Haji, ambaye pia ndio mkurugenzi wa Makunduchi Villa Motel, ndio waandaaji wa mashindano ya Dr. Samia na Dr. Mwinyi Cup kule visiwani Zanzibar, lakini ndio waandaaji wa mashindano yale yaliyofanyika hapa Dar es Salaam upande wa vyuo vikuu, upande wa football. Lakini pia wameandaa mambo mengi kweli taasisi hii, na ni namna gani ambavyo utaona mkurugenzi Mohamed Haji yeye ameamua kujitoa kwa ajili ya kuwekeza kwa vijana, kwa sababu ya kwa maana ya kusupport vijana, na sasa ni ajira. Tunapozungumza wadada wanaokimbia hapa uwanjani leo si bure, milioni 5 si haba, na utasema ni uwekezaji ambao lazima uwe na moyo ili uweze kutoa, kama wanavyosema kutoa ni moyo. Yes. Kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu. Pili nimshukuru ndugu mkurugenzi wa Twende na Mama taasisi ya Twende Pamoja na Mama Sports Promotion ndugu Mohamed Haji kwa kutuletea utofauti kwenye tasnia yetu ya netball. Haijawahi kutokea kwenye hili jambo, kwa sababu toka naanza kufundisha netball sijawahi kusikia kwamba kuna mshindi wa milioni 5. Lakini leo hii ndugu Mohamed Haji amejitokeza na moyo wake, na Mungu ambariki sana kwa kila kitu ambacho alichokifanya, na Mungu amuongezee maisha marefu. Na tunatazama tayari kombe liko pale meza kuu. Kamera anaweza kutusaidia hapa. Kombe liko pale meza kuu. Kamera anaweza kutusaidia tukaliona. Kombe liko meza kuu pale likiwa limetulia kabisa, ambaye ndiye mwali mwenyewe huyo. Meza kuu hapo, ambako meza kuu hiyo pale ndiko watu wote mashuhuri kwenye shughuli hii ya leo. Lakini kama tulivyosema, pia tupate matokeo mpaka sasa. Matokeo yatakuwa ni ngapi wakati mchezo ukiwa unaendelea. Tupate kujua matokeo ni ngapi wakati mchezo ukiwa unaendelea. Naam, kocha, matokeo ni ngapi kwa sasa? Ndugu mtangazaji, sasa hivi mpaka sasa matokeo ni 34 kwa 38. 34 Magereza, 38 JKT. 34 kwa upande wa Magereza? Upande wa Magereza, 38 kwa upande wa JKT. Sawa. Hiyo ndio takwimu mpaka sasa za mchezo huu. Na labda kuna mchezaji ambaye unaweza kumuona kwenye mchezo huu wa netball kwamba ukasema ni mchezaji ambaye labda ana stamina kwa maana ya power. Kwenye football tunaambiwa yule mchezaji huwezi kuchukua mpira pale kirahisi. Mfano Tanzania tumeshuhudia wachezaji wapo, mtu kama naweza nikamtolea mfano
Young Africans walikuwa na mchezaji kama Stefan Aziz ambaye kaondoka. Ilikuwa akiumiliki mpira si rahisi sana kuuchukua miguuni kwake. Lakini tunaona hilo liko pia hata kwa Pacome Zouzoua wa Yanga. Alikuwa akiumiliki mpira si rahisi sana kuuchukua miguuni mwake. Hata Simba yuko mchezaji kama Elim Panzu. Si rahisi sana akiwa na mpira mguuni kuuchukua. Uchukui kirahisi. Kwa maana ana energy ya kutosha. Hili lipo kwenye netball. Hili lipo kwenye netball. Na kama unavyoona ndugu mtangazaji, unaona kabisa mpira ukifika kwa GA wa Magereza, mpira upo sehemu salama na unafika kwenye wakati sahihi na hautoki mikononi mwake kwa sababu anajua nini anachokifanya. Sawa, sasa mimi nataka tumpe dakika moja kama sio mbili mtazamaji ajionee kile kinachoendelea. Naona shangwe ni kubwa. Dakika moja kama sio mbili mtazamaji aendelee. Na vipi pale kuna tukio naona refa yule ni mwamuzi. Yule ni bench coach, team coach bench. Amepewa warning na mwamuzi kutokana na movement bench kwenye netball. Hatutakiwi tufanye movement bench na kuwatofautisha marefa na kuongea kauli mbaya, na ndio maana referee amepiga hold time na kumpa warning kocha wa Magereza. Kwa maana kwamba hiyo huwa tunaona hata kwenye football huwa inatokea mwalimu anapata tunasema moto ama joto limepanda, anatamani paka kuingia kiwanjani. Yes. Ndicho kilichotokea hapa. Ndicho kilichotokea hapa. Sawa, kwenye football huwa tunaona matukio ya adhabu. Mfano, juzi tumeona upande wa Simba kocha Suleiman Matola alitofautiana kidogo na watu wa ufundi kwa maana ya wasimamizi, kwa maana ya kamisa wa mchezo. Tukaona akapewa red card. Pale labda kuna kauli anakuwa kaongea kauli ambayo sio nzuri. Referee wa netball anapofanya kinyume na taratibu za mpira huu anaadhibiwa vipi na watu wanashuhudiaje kwamba ameadhibiwa? Makocha mimi mwenyewe ni mwalimu. Unapokuwa kwenye bench unaona unafanyiwa vitu tofauti, kwa kuna zile panic na nini, lakini kuna wakati fulani kuna adhabu zinatolewa, lazima upige warning, utapigwa suspension na ordering off. Kwa maana ya ordering off ni kadi nyekundu kwenye football. Sawa, kwa maana hii kocha sasa tunaashiria kwamba mchezo umemalizika. Mchezo umemalizika na wametoka JKT wametoka kilele cha magoli. Sawa, mchezo umemalizika hivyo na ngoja tupate matokeo ya jumla hapa. Kocha anatuambia hapa matokeo ya jumla ni ngapi mpaka mchezo umemalizika. Mchezo umemalizika dakika 60 na mpaka sasa hivi JKT wametoka kwa kilele cha magoli ya 40 kwa 37 kwa Magereza. Tunaona ni shangwe pale, watu wakiwa wanasherehekea ushindi wao, kwa maana yake kwamba JKT ndio ambao wameibuka washindi kwenye mchezo huu. Yes, kwa JKT wameibuka mshindi wa mchezo huu. Mungu atusaidie na Mungu atubariki sana. Sawa, asante coach kwa muda wako na kwa namna ambavyo umetusaidia kufahamu baadhi ya matukio ambayo ilikuwa ni ngumu kuyatafsiri. Asante, nashukuru ndugu mtangazaji. Sawa, mimi ni Rashid Kasim. Tulikuwa wote hapa tunajaribu kutazama hiki ambako kinaendelea. Hii ni finali ya Samia na Mwinyi Cup Netball. Samia na Mwinyi Netball Cup 2025 final. Jina langu ni Rashid Kasim. Fundi mitambo ni Kelvin Mzungu, lakini alikuwa mwanamama Zainabu Mtima kwa ajili ya kuhakikisha tukio zima linaendelea, na sisi ni Kajonjere TV. Asante sana kwa muda wote ambao ulikuwa na sisi.